letu sasa hivi linaingia kwenye dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 ambayo ina mambo makubwa matatu: uchumi jumuishi, maendeleo ya watu pamoja na hifadhi ya mazingira. Vyote hivyo vitatu msingi wake ni kuwepo kwa taifa la amani lenye utulivu. Sasa dira yetu ya taifa pia imetaja matishio ambayo ni muhimu wa Tanzania pia wayafahamu. Moja ya matishio ambayo yameainishwa katika dira ile ni pengo baina ya walionacho na wasiokuwa nacho. Lakini masuala ya geopolitics pia yametajwa, siasa za kikanda. Na dira kimsingi inatarajia kwamba Tanzania ijayo, ya sasa na inayokuja, kwanza iwe na uwezo wa kutatua migogoro au kinara wa kidiplomasia katika Afrika na duniani kwa ujumla. Kwa wale ambao ni wadogo zetu au hawapitii historia, Tanzania miaka hiyo ilikuwa uwanja wa ndege hapa ama Dodoma, watu wanashuka mara kwa mara wanakuja ile usuluhishi. Leo unavyoiona Afrika, viongozi wa Afrika wanatoka wanaenda Paris, wanaenda New York, wanaenda wapi. Afrika kwa jumla ilikuwa inakuja Tanzania. Yaani unapozungumza siasa za Afrika, mshikamano wa Afrika, Tanzania usingeweza kuepuka. Kwa hiyo Tanzania inatakiwa iwe namna, lakini jamii ya Watanzania inatakiwa ni jamii ambayo imeshikamana, inayoshirikiana bila kubaguana kwa misingi ya kisiasa ama ya kidini ama ya kikabila. Sasa ukitizama kwa haya yaliyotokea majuzi kwa haraka, unaona kabisa kwamba kuna nyufa. Yaani mtu yote anaangalia watu wamegawanyika. Tunaliangalia jambo nani amesema, sio nini kimesemwa. Hilo la kwanza. Lakini baya zaidi ambalo dira imeliona ni kwamba lazima tuwe na jamii iliyoelimika na inayopenda kujifunza. Jamii yoyote iliyoelimika ama mtu yote mwenye sifa kuwa ni mwelimika ana sifa moja kubwa ya kukubali ukweli. Sasa ukweli sasa hivi unavyozungumzwa, mimi leo mwenyekiti samani, wakati natizama tangazo jana umeweka kwenye ukurasa wako, umewaweka hao jamaa hapa waheshimiwa. Mmoja akatoa maoni akasema mbona wote ni makada wa chama fulani. Mimi nikamwambia sasa kama ni makada kama unavyosema ni kweli, wewe kawasikilize hoja zao. Sasa sisi sasa hivi tunatizamana. Nimesikia watu wengine wanasema mimi nimeomba radhi, sisi hatuombi radhi. Jamii ya namna hiyo ni dalili kwamba haijaelimika. Jamii iliyoelimika inavumiliana na kujua tofauti zake. Mimi natizama jambo hili, mimi natizama jambo lile. Mimi unaona ni 6, wengine anaona ni 9. Tutofautiane, tushindane kwenye hoja. Hilo la kwanza. Lakini jamii, maliza mwenyekiti, ambayo inatakiwa ijipime ni kwamba lazima tufahamu kwamba mabadiliko ni kitu kisichoepukika. Mabadiliko ni kitu kisichoepukika. Na mabadiliko yenyewe ukitaka yawe mazuri, naweza nikawapa mfano kwa kumalizia mwenyekiti, wa yai la kuku wa asili, wengine wanamuita kuku wa kienyeji. Yai siku ya 17 kitoto kilichopo ndani mle kinakatiwa chakula, uwezo wa kupata chakula cha asili unakatwa siku ya 17. Na siku hiyo yule mama mwenyewe kuku yule mtetea anakuwa anakaa masaa 24 juu. Sasa kuku yule alipokosa chakula mle ndani, kifaranga kinakwenda juu kwenye sehemu ambayo ukivunja hayo unakuta kama kuna sehemu inaombwe pale kama pana hewa. Kwa hiyo yule anasukuma kutokea ndani, na juu kuna joto kali nje. Kwa hiyo ile yai linapasuka, yule kuku anatoka. Huu ni mfano wa watu ambao kwa wenye akili wauzingatie kwamba mabadiliko sahihi yatokee ndani, yasitokee nje. Mabadiliko yanapotokea nje yana athari zaidi. Mwenyekiti, mfano wa yai ni mfano ambao wale waliokuwa kwenye nafasi za madaraka wanatakiwa uzingatie katika kipindi hicho.
wafanye mabadiliko. Na Mwalimu Nyerere alipata kusema kwamba Watanzania wanataka mabadiliko. Lakini ni mabadiliko ya namna gani? Yana maslahi gani? Mwenyekiti, ukiangalia jamii ya hawa vijana wengi sasa hivi wanashindwa hata kutofautisha kipi ni maslahi ya nchi na kipi ni maslahi binafsi ambayo yanaathiri maslahi ya nchi. Leo Watanzania chapo hili na mambo ya huko ndani linapigiwa na watu wa nje zaidi kuliko ndani yetu. Sisi tuko kwenye vyombo vya habari. Kuna vyombo vya habari vya nchi jirani hatuhitaji vinashabikia zaidi jambo hili kuliko hata Watanzania wenyewe. Kule Kimara kule kwa wamekutaja wenzangu, kuna kituo kimoja cha mafuta kilichomwa sana kwenye athari za tarehe 29 Oktoba. Gari nyingi ziliungua pale. Vyombo vya habari vya nje vimeripoti kwamba tukio lile limetokea kwenye bandari ya Dar es Salaam. Na rafiki yangu mimi wakati tuko Iringa anafanya kazi International School, kanipigia simu wakati wa tukio lile, na juzi pia anasema napewa habari tunasoma naangalia kwenye TV huku kwamba Tanzania hali ni ngumu bado. Miaka yote ambayo yuko Australia hajapata kuniambia mambo mazuri ya Tanzania, kwamba sasa hivi